vya Mungu na Amaleki siku ya 8 ambayo ni siku yetu ya mwisho katika mfululizo huu. Na kwa namna ya kipekee leo tutakuwa tunapeana mbinu tunafanyaje, na kama ni vita dhidi ya Amaleki unafanyaje, kwa sababu roho ya Amaleki ni roho ya maangamizi, inaondoa riziki yote, inakula, inaharibu, ni roho ya uharibifu. Amaleki walianza kuwazuia Waisraeli wasiingie nchi ya ahadi. Kwa hiyo ni roho ambayo inazuio, ni zaidi ya kucheleweshwa, lakini ndani yake inazuio kubwa ili usifike kwenye hatima yako. Tunawezaje kuangamiza Amaleki? Tuna mifumo kadha wa kadha ambayo tunaipata kwenye maandiko matakatifu, na basi tutaangalia vile vita vya Waamaleki na Waisraeli na jinsi ambavyo Israeli alishinda kadiri ya kanuni ya Mungu. Tunapiganaje na Amaleki? Lazima tutumie mfumo wa Mungu, na mfumo wa Mungu upo kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 17 aya ya 8 hadi ya 16. Imeeleza wazi kabisa ni nini cha kufanya katika vita hivyo na jinsi ambavyo wana wa Israeli ama Waisraeli walishinda. Na mojawapo ya ile mbinu ilikuwa na pande mbili. Kuna ambao walikuwa na upanga ambao ni neno. Yoshua alienda kupigana na Amaleki akiwa na panga yake na lile jeshi lake, na Musa na Haruni na Huri wakaenda mlimani, walienda kuomba. Formula ya kwanza ni kusali, ni kuomba, kukaa kwenye maombi ama kwenye sala. Ni lazima utenge muda wa maombi ya vita kabisa. Wale ambao wako kwenye makundi ya mkate kutafuta uso wa Bwana na makundi ya mwenge wanafahamu tunachokisema. Tumeanza huo mchakato wa maombi ya vita dhidi ya roho ya Amaleki. Ni maombi ambayo tunayomba kwa makusudi kabisa. Kwa Musa aliponyanyua mikono, Waisraeli walishinda. Mikono ya Musa ilipokuwa mizito, wa Amaleki walishinda. Na kwa sababu hiyo wakamweka Haruni na Huri, wakaitegemeza mikono ya Musa. Hata Yoshua akaangamiza Amaleki kwa ukali wa upanga. Kwa hiyo kuomba ni kanuni ya kwanza, lakini pia maombi ya vita, spiritual warfare. Waefeso sura ya 6 kuanzia aya ya 10 na kuendelea, na Wakorinto wa kwanza sura ya 10 kuanzia aya ya 3. Maana ingawa tunaenenda kimwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, maana silaha zetu za vita zina uwezo katika Bwana, hata tukiangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kijinywacho. Kwa sababu hiyo ni lazima tujue namna ya kufanya yale maombi ya vita, kwa sababu hivi ni vita dhidi ya roho ya Amaleki. Kwa hiyo kusali maombi ya vita ni muhimu sana, lakini pia kuna upanga ambao ni neno. Lazima ulisome neno. Tunapozungumzia upanga unaokata ni neno. Kwa hiyo kuna sala na neno. Kwa hiyo kuna kuomba na neno la Mungu, maombi na neno la Mungu, maombezi na neno la Mungu, kama njia hatari na muhimu kabisa katika kuhakikisha Amaleki wanaangamia. Ndiyo njia ambayo tunaipata kwenye kitabu cha Kutoka, na hata Yesu alitufundisha wakati wa bustani ya Eden. Aliomba kwamba ili mpango wa Mungu utimie, aliomba. Paulo na Sila walivyokuwa gerezani waliomba. Yesu kabla ya kuchagua wale mitume, Luka 6:12, siku hizo alienda mlimani kuomba. Alfajiri na mapema Yesu alienda mlimani akakesha huko akimwomba Mungu. Yesu aliishi kama muombaji. Yesu alikuwa muombaji kabisa.
akitoka kwenye huduma kaenda kwenye maombi, na alfajiri na mapema kabla ya kwenda kazini kwenye kuhubiri, Yesu alienda kuomba. Ilikuwa pia ni namna ya kucontrol roho za Amaleki na mawakala wao. Tunahitaji hizi roho zisitutawale. Zikiingia kwenye maisha yako ama kwenye ndoa, ni ngumu sana ndoa iendelee. Yakihamia kwenye wito wako, ni ngumu sana, ndiko kuyumba, kuishiwa na nguvu na kuishia katikati. Ni kwa nini? Kwa sababu tunahitaji hivi vita dhidi ya roho ya Amaleki. Kwa sababu hiyo ni muhimu sana kila mtu ajue namna ya kusimama kwenye maombi, kwenye kutafakari na kusimama na neno lake. Kuwa mtu wa kutafakari neno, kaa na neno, ruhusu neno likuongoze. Tunahitaji kuomba, lakini pia tunahitaji neno, the direction of God's word, maelekezo na mwongozo kutoka Mungu, kutoka neno lake, ili ukuongoze wewe na mimi ya ni nini cha kufanya katika mapambano dhidi ya roho ya Amaleki. Na kwa sababu inazunguka, tunaishi nao mtaani, tunaishi nao kanisani, tunaishi nao kila mahali. Tukiamka ukienda hapa, hawa wapo. Kwa hiyo, na kwa kuwa ni watu wa maangamizi, wakipata opportunity, fursa kwako, ni dhahiri kwamba unaangamia. Na sote tunahitaji tujue namna ya kujikinga, namna ya kusimama bora dhidi ya roho ya Amaleki. Ufanyeje? Tenga muda maalum wa kuomba. Yesu anasema, je, hamkuweza kukesha nami hata kwa saa moja? Basi kesheni mkaombe, msije mkaingia majaribuni. Wote tunapita kwenye hayo majaribu, wote tunapita kwenye hicho kishawishi, lakini the moment tunasimama vizuri na sala, maombi, maombezi na neno lake, ni muhimu sana. Kwenye kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 2 aya ya 1, Timotheo anasema, kabla ya mambo yote nataka sala, dua, shukurani na maombezi zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wakuu na wenye mamlaka, ili tuishi maisha ya utulivu na utauwa wote. Hili linakubaliwa mbele ya Mungu na Mwokozi wetu, ambaye kutaka watu wote waokolewe na kupata kuijua kweli. Familia ya Mungu na kila unayenisikiliza, unahitaji hili. Swala la sala, maombi, shukurani si tu kwa yule aliye mgonjwa. Kila mmoja anahitaji hii sala ili iweze kutupeleka mbele na kutuondoa kwenye maangamizi yaliyo mengi. Unahitaji kuingia kwenye maombi maalum ama maombi ya vita dhidi ya roho ya Amaleki. Ikiwa iko ofisini ni hatari. Ikiwa iko kwenye utume, kwenye vitu ambavyo ni muhimu kwako, hatuwezi kwenda. Kwa nini? Kwa sababu Amaleki ni roho ya maangamizi. Tukisimama mlimani na ile fimbo ya Mungu, manake tumeenda kuomba, tutashinda kwa urahisi sana. Katikati ya sisi na Amaleki tunatakiwa tuishinde. Kwa nini? Yesu anasema, pasipo mimi hamwezi kitu. Kaeni ndani yangu nami nikae ndani yenu. Akae ndani yangu kuzaa sana. Kwa tunahitaji tuwe ndani ya Yesu. Tunahitaji tujue namna ya kukaa na neno lake. Tunahitaji namna ya kulitafakari neno ili lilete tija na nguvu ya kimungu ndani yetu. Tumsifu Yesu Kristo.